Na mtazamaji wa PMTV Tanzania, karibu katika update za PMTV. Nipo hapa tena kwa ajili ya kuendeleza kile ambacho tunakifanya kila siku, kukujuza tu makubwa ya ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa kule Zimbabwe, kama unajua, lipo sakata la Rais Mnangagwa kutaka kujiongezea muda tena wa kuendelea madarakani. Sasa rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa anakabiliwa na pingamizi la kisheria kufuatia mpango wa serikali yake wa kufanya marekebisho ya katiba ili kuongeza muda wa mihula ya urais na ubunge kutoka miaka 5 hadi 7. Kundi la wanajeshi wa vita vya ukombozi wamefungua kesi mahakamani wakipinga mabadiliko hayo, wakisema yana lengo la kuahirisha uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwaka 2028. Mapendekezo hayo ambayo yaliwasilishwa na kuidhinishwa na bunge wiki iliyopita yanalenga kuongeza muda wa uongozi hadi mwaka 2030. Mnangagwa alishinda muhula wake wa pili na wa mwisho mnamo mwaka 2023 katika uchaguzi uliokosolewa na waangalizi wa kimataifa kwa kuwa na mapungufu makubwa. Aidha, mabadiliko hayo yanapendekeza rais achaguliwe na wabunge badala ya kuchaguliwa moja kwa moja na wananchi, hatua inayozua wasiwasi kuhusu mustakabali wa demokrasia nchini humo. Ingawa kisheria mabadiliko haya yanapaswa kupigiwa kura ya maoni, serikali imesema umma watapewa siku 90 tu kutoa maoni yao. Hii ni moja kati ya simulizi ambayo inaikumba nchi ya Zimbabwe tena baada ya miongo ya uongozi wa Robert Mugabe. Baadaye anaingia Emmerson Mnangagwa ambaye alitazamwa kama taswira mpya. Sasa huyu naye anaweka sera mezani ya kutaka kuendeleza kutawala zaidi taifa hilo. Nini maoni yako? Shiriki nasi kwenye comment. Asante.